Hivi, ushawahi kujiuliza jinsi tangazo la sekunde 45 tu linavyoweza kukugusa, yaani kukufanya uhisi kitu kweli? Leo tutaichambua hadithi moja fupi sana na kuona jinsi wanavyofanikiwa kuuza kitu ambacho kina nguvu kuliko bidhaa yenyewe. Wanauza hisia. Basi, twende kazi. Na hili ndilo swali la msingi, sivyo? Unawezaje kumfanya mtu ahisi matumaini, ahisi ushindi, badala ya kumwonyesha tu bidhaa na kumpa bei? Jibu, kama tutakavyoona sasa hivi, limejificha kwenye nguvu ya kusimulia hadithi nzuri. Okay, tuanze na sehemu ya kwanza, kazi ya kila siku. Hapa ndipo safari inapoanzia, kwenye changamoto. Nasikiliza, wana sekunde 7 tu kutufanya sisi tuhisi ule ugumu. Sekunde 7. Hebu tuone jinsi wanavyofanya. Yaani, hebu fikiria picha hii. Jua kali linawaka. Mhusika wetu anatokwa na jasho. Uso wake unaonyesha uchovu. Anagonga milango, lakini hakuna anayeitikia. Hatuhitaji maelezo marefu, unajua. Kwa sekunde chache tu, bila hata neno moja, tayari tunahisi shida yake. Tumekuwa upande wake. Na hapa sasa, hapa ndipo wanapoweka tofauti yote mbele ya macho yetu. Upande mmoja, unaona ile hali ya zamani, jua kali, kazi ya nguvu na kutokuwa na uhakika. Alafu, upande mwingine, unaona ahadi ya maisha mapya, mwanga mwanana, kazi ya akili na mafanikio. Huu ndio mwelekeo wa hadithi nzima, kabla na baada. Sasa, tunafika kwenye kiini cha hadithi. Sehemu ya pili, mabadiliko ya kidijitali. Hapa ndipo shujaa wetu anapata suluhisho na ulimwengu wake wote unakaribia kubadilika. Hiki ndicho kiini cha mabadiliko. Angalia jinsi wanavyotumia rangi kusimulia hadithi. Tunaondoka kwenye zile rangi za joto zinazoashiria jasho na ugumu, na tunaingia kwenye rangi hizi safi, angavu. Unajua, kisaikolojia, rangi hizi zinatupa hisia za utulivu, matumaini mapya. Mabadiliko sio tu kwenye mazingira, bali ni kwenye hisia zetu pia. Halafu, tangazo linajibu swali ambalo kila mjasiriamali anajiuliza. Sawa, lakini je, hii inanifaa mimi? Unajua, siku hizi hakuna mtu anayetaka mambo magumu, na tangazo hili linaelewa hilo vizuri sana. Linakuonyesha njia rahisi katika hatua 3 tu. Gundua, ona fursa, halafu bonyeza mara moja tu kujisajili. Lengo ni wewe ufikirie, kumbe ni rahisi hivi, hata mimi naweza. Na sasa, wakati wa matokeo, sehemu ya 3, oda imewasili. Baada ya jua kali na baada ya kugundua teknolojia mpya, je, juhudi zake zimelipa kweli? Hapa ndipo tunapata jibu. Na boom! Hivi ndivyo mafanikio yanavyoonekana leo. Sio lazima iwe kelele nyingi. Ni arifa tu kwenye simu yako. +1,
oda mpya imeingia. Lakini unajua nini? Hiyo +1 ndogo inawakilisha ushindi mkubwa sana. Ni ile oda ya kwanza inayobadilisha kila kitu. Na hapa ndipo malipo halisi yanapokuja, malipo ya kihisia. Sasa, unakumbuka ile sura ya uchovu pale mwanzo? Hebu isahau. Angalia sasa, tabasamu pana la furaha na msisimuko. Hii ndiyo hisia hasa wanayoiuza, sio tu app, bali ni furaha ya kufanikiwa. Basi, baada ya safari hii fupi ya kusisimua, wanatuachia ujumbe gani mmoja wa mwisho? Hiyo ndiyo kazi ya sehemu ya 4, soko mkononi mwako. Huu ndio ujumbe wanaotaka ubaki nao kichwani. Kabla hatujauona ujumbe wao wa mwisho, ngoja tuzungumzie kitu kimoja muhimu sana kwenye matangazo: wito wa kuchukua hatua au CTA. Ni ile sehemu ya tangazo inayokuambia nini cha kufanya. Piga simu sasa, jisajili, umeelewa no? Hebu tuone jinsi wao walivyotumia mbinu hii kwa ubunifu zaidi. Na wito wao ni huu hapa. Sio amri kama nunua sasa, hapana. Ni ahadi. Soko mkononi mwako. Maneno 4 tu, lakini yana nguvu kubwa. Yanafupisha safari nzima kutoka kwenye hali ya kukosa nguvu hadi kuwa na udhibiti wote. Yaani, wanakupa wewe nguvu mkononi mwako. Kwa hiyo, mwisho wa siku, swali linakurudia wewe. Kama ungekuwa na sekunde chache tu za kusimulia hadithi yako, iwe ya biashara yako au maisha yako, ni hisia gani moja hasa ungependa kumwachia mtu? Hili tangazo lilichagua matumaini na uwezeshaji. Je, hadithi yako itachagua nini? Ni jambo la kutafakari.